katika utekelezaji wa maazimio ya ulingo wa Beijing ya mwaka 1995 na kuhakikisha kuwa Wizara ya Fedha inachangia katika kukuza usawa na uwezeshaji wa wanawake na wasichana ili kufikia dira ya taifa ya maendeleo ya 2050, Wizara ya Fedha imefanya jitihada mbalimbali katika kuyawezesha makundi hayo kiuchumi na kijamii. Wizara ya Fedha imekuwa ikitoa maelekezo maalum kupitia mwongozo wa maandalizi ya bajeti ya serikali ili kuhakikisha kuwa taasisi zote za serikali zinatenga fedha kwa ajili ya kushughulikia masuala ya kijinsia ikiwemo wanawake na wasichana. Wizara ya Fedha kupitia programu ya maboresho ya usimamizi wa fedha za umma imejumuisha masuala ya kijinsia ikiwemo wanawake na wasichana katika malengo ya kimkakati yaliyomo katika mpango mkakati wa programu hiyo 2022-2027 ili kuwajengea uwezo wanawake katika usimamizi wa fedha za umma. Serikali imeendelea kutoa fedha kwa ajili ya kugharamia programu mbalimbali za kuwezesha wananchi kiuchumi ikiwemo mifuko ya kuwezesha kiuchumi makundi maalum. Mikopo hii ya masharti nafuu imewezesha vikundi vya wanawake, vijana na wenye ulemavu kuanzisha biashara na shughuli za uzalishaji mali, hivyo kuongeza fursa za ajira na kupunguza umaskini. Katika kipindi cha mwaka 2020-2021 hadi Machi 2025, mikopo ya zaidi ya shilingi bilioni 266 imetolewa kwa jumla ya vikundi 46265 kupitia mfuko wa maendeleo ya wanawake, vijana na wenye ulemavu kupitia makusanyo ya mapato ya ndani ya halmashauri. Katika kukuza uchumi wa kaya katika kipindi cha mwaka wa fedha 2020-2021, 2024-2025, serikali kupitia mfuko wa maendeleo ya jamii TASAF imetoa ruzuku ya uzalishaji yenye jumla ya shilingi bilioni 35.9 kwa kaya 94520 na vikundi 68151 vya kuweka akiba na kukopeshana vyenye jumla ya wanachama 906,743 ambavyo 85% ni wanawake. Serikali imeendelea kuboresha sekta ya afya ambako shilingi trilioni 2.83 zimetolewa katika kipindi cha mwaka 2020-2021 hadi 2024-2025 kwa ajili ya kujenga na kuboresha miundombinu ya afya pamoja na kuimarisha upatikanaji wa dawa, vifaa tiba, vitendanishi na chanjo. Maboresho hayo yamewezesha kusogeza huduma za afya karibu zaidi na wananchi na kuwawezesha wanawake wajawazito wengi zaidi kujifunguliwa katika vituo vya afya kutoka akina mama 52,585 mwaka 2020 hadi kufikia akina mama 141,386 kwa mwaka 2024 na kupungua kwa vifo vya wajawazito kutoka wastani wa vifo 556 kwa vizazi 100,000 hadi vifo 104 kwa vizazi 100,000. Serikali imeendelea na utekelezaji wa miradi mbalimbali ya maji na usafi wa mazingira nchini ambapo shilingi trilioni 3.95 zimetumika kugharamia miradi hiyo. Kiasi hicho kimetumika kuimarisha usimamizi wa rasilimali za maji, kukamilisha utekelezaji wa miradi 1965 ya maji vijijini inayohudumia wananchi katika vijiji 5521, hivyo kuwa na idadi ya vijiji 10,779 vinavyopata huduma za maji na miradi 336 ya usambazaji wa maji mijini inayonufaisha zaidi ya wananchi milioni 6,200,036. Jitihada hizi zinatimiza azma ya serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kuboresha huduma za jamii. Aidha, ili kuzingatia mahitaji ya makundi mbalimbali katika jamii ikiwemo wanawake na wasichana, katika bajeti ya mwaka 2026-2027 serikali itaanza kutumia dhana ya bajeti yenye mlengo wa kijinsia, gender responsive budgeting, kwa wizara 9 za majaribio
zilizopata mafunzo ambazo ni Wizara ya Kilimo, Elimu ya Sayansi na Teknolojia, Katiba na Sheria, Maji, Afya, Mawasiliano na Teknolojia ya Habari, Mifugo na Uvuvi, Viwanda na Biashara, Mambo ya Ndani, pamoja na mikoa ya Geita na Singida na halmashauri za wilaya ya Tandahimba na Chalinze.